yahusu kusitishwa kwa uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Husika na somo hapo juu, kwa muda mfupi uliopita nimepokea barua kutoka afisi ya CCM mkoa wa Geita ya tarehe 2 mwezi wa 12 2025 yenye kumbu namba CM/GTA/MKW-2025/03/92. Kwa barua hiyo inasitisha zoezi la kufanyika uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato mpaka tutakapopewa utaratibu mwingine. Tulikuwa tunatarajia kuapishwa tarehe 2 ambayo ni uapisho kwa ajili sasa ya shughuli za wananchi. Katika shughuli hiyo, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za halmashauri huwa kuna baraza la kwanza ambalo hilo baraza sasa huwa linaenda kwenda kutafuta mwenyekiti wa halmashauri ambaye pia kila chama kinapeleka jina. Sisi kwa mujibu wa taratibu sasa kwamba katika wilaya ya Chato kwenye halmashauri yetu madiwani wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Ingekuwa kama kuna madiwani wengine kama vyama vingine, na maana jana ambao ni tarehe 2 ilikuwa inapaswa sasa kwamba kuhakikisha kwamba majina yanaletwa, majina mawili, kwamba kama kuna chama kingine kinaleta na hawa wanaleta. Lakini kwa sababu tayari Chama cha Mapinduzi kilikuwa kimeshampata mwenyekiti kwenye uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 1, Chama cha Mapinduzi kilimpata ndugu Charles Kapembe, diwani wa kata ya Muungano. Kwa hiyo ndio jina ambalo lilifika pale, kutokana na kwamba ndio jina lilioshinda. Makamu mwenyekiti aliyeshinda ni Fortunatus Jangole, diwani wa Ilemela. Kwa hiyo jana katika hali ya uapisho ilileta sinta fulani. Hiyo tukashtukia kwamba kuna katibu wa wilaya aliwasilisha jina la Chama cha Mapinduzi ambao ni Charles na makamu lakini wa wilaya, lakini ghafla tena barua nyingine ambayo mkurugenzi alisoma inayotoka mkoani ya kwamba huo uapisho usimame mara moja pamoja na uchaguzi huo wa kiserikali usimame mara moja mpaka pale tutakapopewa taarifa. Tulipofika kwenye uapisho, zilisomwa barua za ushindi wa mwenyekiti aliyeshinda Charles Njire Kapembe kama mwenyekiti mteule kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi, na baada ya hapo ikasoma barua nyingine ya kusitisha kuapishwa kwa madiwani. Hali hii ilituonyesha kwamba kuna viongozi wengine waliokuwa wameshikilia madaraka kung'ang'ania madaraka. Naitwa Edward Rubenza, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Muungano. Lakini sintofahamu iliyotokea, ikasoma barua ya kwanza ya kumthibitisha kama ni mshindi Bwana Njire Charles Mboliko Kapembe, jina maarufu. Baada ya hapo ikaja barua nyingine ya pili inayositisha kuapishwa kwa madiwani wateule. Hiyo ikaleta taharuki kwa Watanzania wote waliokuwa kwenye ukumbi huo. Takriban walikuwa Watanzania karibu 1000 na kitu. Lakini cha msingi, baada ya pale sasa tukatafuta haki yetu. Asipothibitishwa Bwana Njire Charles Kapembe, hatutakubali. Baada ya kupigwa kura, tuliulizwa uchaguzi umeenda sawa? Tukakubali uchaguzi umeenda sawa, tukapewa fomu, tukajaza ya kukiri kwamba hauna dosari. Tukaulizwa tuhesabu, tukahesabu kura. Nikapata kura 20, mwenzangu akapata kura 14. Mimi nimekuwa kiongozi, nimekuwa katibu wa balozi, nimekuwa balozi, nimekuwa mwenyekiti wa kijiji, nimekuwa diwani awamu iliyoisha. Maana yake wananifahamu utendakazi wangu, madiwani wenzangu wananiamini. Nimepigiwa kura. Kwa hiyo mchakato wa uchaguzi ulifanyika tarehe 1 mwezi wa 12. Baada ya kupokea majina kutoka mkoani na mkoa kupokea kutoka makao makuu ya chama. Kwa hiyo mimi mwenyewe nilihusika kusimamia nikiwa na mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wawili. Tulifanya kazi hiyo vizuri, kwa maana ya kwamba tulizingatia zoezi la uchaguzi liende kwa hatua moja baada ya nyingine. Tulihakiki wajumbe wenyewe walikuwa 34. Watu walipiga kura, na katika hati yangu ya matokeo, kila hatua tuliyofikia tuliulizana
Mpaka hapo tuko sawa sawa. Mwenendo unaenda vizuri sawa. Wagombea njoni mnisainie hapa fomu yangu ambayo ilikuwa na sehemu mbili A na B. Kwamba kukiri na kukubali mwenendo umeendaje. Lakini pili kukiri kura ulizozipata kwa maana ya kusaini matokeo. Kwa hiyo tulimaliza, tukatangaza. Kura zilipigwa zikahesabiwa ukumbini hapo hapo mezani. Jioni niliandika majina yale la makamu mwenyekiti aliyechaguliwa pamoja na mwenyekiti nikapeleka kwa mkurugenzi. Kilichokuwa kinafuata kesho yake kwa maana ya tarehe 2 jana ilikuwa siku ya kiapo cha madiwani na kuchagua mwenyekiti kwa mujibu wa kanuni zao za halmashauri na kuunda baraza kwa maana ya kamati pia za kudumu. Zoezi ambalo sasa ndio lilikwama jana. Na hili lilikwama baada ya mimi tu kupokea maelekezo kutoka makao makuu naanza kupitia mkoani, maana nilikuwa nawasiliana na katibu wa mkoa kwamba nisitishwe zoezi hilo mara moja, kuna maelekezo yanakuja. Hilo ndio lilileta taharuki kama mlivyoona, watu kuhoji kwa nini imetokea hivyo, kama mchakato sisi hatujaulalamikia.